Kwa zaidi ya siku 40 ukimya mzito uliwahi kutanda ndani ya viwanja vya msikiti wa Al-Aqsa. Hakukuwa na safu zilizonyooka kama kawaida, hakukuwa na milio ya amin iliyokuwa ikitetemesha kuta za mji wa Quds. Na kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1967 hata swala ya Eid ilisimamishwa ndani ya Al-Aqsa. Israel ilifunga Al-Aqsa mwishoni mwa mwezi Februari 2026 huku ikizuia swala za Ijumaa kwa Waislamu kwa wiki 5 mutawalian: Machi 6, Machi 13, Machi 20, Machi 27 na April 3. Kisha April 10, 2026 milango ikafunguliwa tena. Wapalestina wakaingia ndani ya Al-Aqsa kwa macho yenye machozi, nyuso zilizobeba uchovu wa vizuizi, lakini mioyo iliyobeba ushindi wa imani. Maelfu wakajaa tena kwenye viwanja vya msikiti huo mtukufu kwa swala ya kwanza ya Ijumaa baada ya kufungwa kwa zaidi ya wiki 5. Na leo Ijumaa tarehe 15 Mei 2026 ni Ijumaa ya 6 tangu kurejea kwa swala ndani ya msikiti wa Al-Aqsa. Namba ndogo kwenye hesabu za dunia, lakini kubwa sana kwenye nyoyo za watu waliowahi kunyimwa hata haki ya kusujudu. Maana kuna sehemu duniani leo watu wanaingia msikitini bila kufikiri, lakini Palestina kuna waliolazimika kuvuka vizuizi, kubeba vitambulisho, kusimamishwa na askari na wengine kurudishwa njiani ili tu wapate rakaa 2 ndani ya Al-Aqsa. Ijumaa leo inakuja huku Quds bado ikiwa katika mvutano mkubwa. Makundi ya walowezi na wanasiasa wa mrengo mkali wa Israel wameendelea kushinikiza kuonesha udhibiti juu ya eneo la Al-Aqsa, jambo lilozidisha hofu kwa Wapalestina na ulimwengu wa Kiislamu. Lakini pamoja na yote hayo, kila Ijumaa ambayo adhana inarudi Al-Aqsa huwa kama ujumbe mmoja mkubwa kwa umma. Wanaweza kuchelewesha watu kuingia msikitini, lakini hawawezi kuizima nuru ya sijida. Na labda hiyo ndio ibra kubwa ya Ijumaa ya leo, kwamba baadhi yetu tunachelewa msikitini kwa sababu ya usingizi, wakati wengine duniani wanazuiwa msikitini kwa bunduki. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.